Kitabu cha Mwanzo 36 tunajifunza habari za maisha ya Yusufu na ndugu zake wakati wanaishi katika familia ya mzee Yakobo. Unaona, Yusufu alipata neema ya kupendwa na baba yake mzee Yakobo. Unaona, ndugu zake, Yusufu anaota ndoto, anawaambia ndugu zake. Unaona, ndugu zake wanaanza kumchukia Yusufu. Unaona, wanakwenda baadaye, ndugu zake wanakuwa wanachunga mifugo nyikani. Mzee Yakobo anamtuma Yusufu aende akawatazame ndugu zake. Unaona, ndugu zake wanasema wangali walivyomuona angali mbali, wakasema bwana ndoto anakuja, wakasema na tumuue. Unaona, wao kilichokuwa kinawaumiza kikubwa ni kwa sababu Yusufu alikuwa anapendwa na baba yake, na vile vile zile ndoto ambazo alikuwa naota kwamba atawatawala. Kwa hiyo wakajenga chuki kubwa kwa Yusufu. Kwa hiyo hapa tunajifunza nini? Kwamba siku zote tunapoishi na wanadamu lazima uishi kwa akili nyingi, kwa sababu wanadamu wanaweza kuua zile ndoto zako za maisha, wanaweza kufisha ule mpango wako ambao umeuandaa, kusudi lako wakaliua, wakaliharibu. Lakini inatakiwa uishi kwa neema ya Mungu. Mungu atakushika mkono, Mungu atakupigania, Mungu atakulinda, kwa sababu yeye umekuwa kigao na ngao kwao. Kwa maana maisha ya Yusufu, ile ilikuwa ni ramani ya Mungu kumtukuza Yusufu. Zile ndoto alikuwa naota ili mpango wa Yusufu utimie, ilibidi auzwe kwa wana Ishmaeli aende Misri, ili makusudi ya Mungu yatimizwe. Kwa hiyo unaona ule mpango, unaona wale wanapanga njama za kumuua, lakini unaona Ruben kaka yao anamokoa ndugu yake ambaye ni Yusufu, kwa maana ule ulikuwa mpango kamili wa Mungu. Kwa mwana wa Mungu, siku zote katika maisha usitazame upande mmoja. Tazama, inawezekana unapitia changamoto, lakini Mungu anataka kutukuze katika maisha yako. Mungu anataka asimame na wewe katika maisha yako, alitukuze jina lako kupitia wewe. Kwa hiyo kaa katika ile neema ya Kristo Yesu, naye Mungu atajitukuza kupitia wewe, kama Yusufu alivyotukuzwa katikati ya makabila na mataifa. Hata leo jina lake limekuwa kuu katikati ya mataifa, kwa sababu Yusufu aliuzwa, lakini ndani ya kuuzwa aliona kama amepotea, ndoto zake zimekwisha. Kumbe Mungu ana mpango wa yeye kuwa na jina kuu katikati ya mataifa na makabila. Kwa hiyo mwana wa Mungu, siku zote kaa katika neema ya Kristo Yesu, utamwona Mungu akikupigania kwa viwango vikuu vya ajabu.